Ukaguzi wa leo ulikuwa unalenga kuangalia na kukagua maandalizi ya mkandarasi, kwa maana ya kuangalia mobilization kwa upande wa vifaa, lakini pia kwa upande wa wataalamu wake, lakini pamoja na kuona maeneo ambako kutachukuliwa materials kwa ajili ya ujenzi, ikiwa ni pamoja na kokoto na changarawe kwa ajili ya ujenzi wa barabara. So far anaendelea vizuri, kwa maana ya wataalamu wote wapo na mitambo tayari. Baadhi ya mitambo imefika, baadhi ya mitambo imeagizwa kutoka nje kwa maana ya China. Tumekubaliana kwamba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mobilization inakamilika ndani ya kipindi cha maandalizi cha miezi mitatu, kwa maana ya siku 90, basi mkandarasi kwa mitambo yote ambayo itakuwa haijafika mpaka kufikia siku 90 atalazimika kukodi mitambo hapa nchini kwa ajili ya kukamilisha hilo takwa la kimkataba la kuwa na mitambo ndani ya huo muda. Kwa hiyo hilo tumekubaliana, na ndivyo ambavyo mkandarasi atakiwa kufanya chini ya usimamizi wa consultant, ambaye consultant naye yuko tayari site kwa ajili ya kusimamia siku kwa siku taratibu hizo za mobilization, pamoja na kushirikiana na ofisi ya TANROADS mkoa, lakini pia tumeleta wenzetu kutoka makao makuu wahandisi kwa ajili ya kuwa pia karibu na eneo la mradi na kuhakikisha kwamba kila siku tunapata taarifa ya maendeleo ya mobilization, lakini pia na kazi yenyewe, kwa sababu ana mobilize, lakini wakati huo mkataba unamtaka aanze kazi. Ni wito wangu kwa consultant na wenzetu wa TANROADS kama mwajiri ni kusimamia kwa karibu sana mkandarasi, kwa sababu pamoja na kwamba tunahitaji kufanyika kwa haraka na kukamilika kwa haraka, lakini lazima tuzingatie viwango vya kazi yenyewe ambayo itafanyika. Quality ya kazi ni namba moja katika priorities zetu. Fanyike kwa haraka, lakini kwa viwango vinavyokubalika na kwa gharama inayokubalika. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wenzangu haya ambayo tumekubaliana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi inafanyika, watamsapoti mkandarasi bila kuchelewa. Barabara hii ya kutoka Makambako mpaka hapa Songea itajengwa kwa awamu 3. Awamu ya kwanza itaanzia Makambako mpaka Ruangwa, awamu ya pili Ruangwa mpaka Lutukira, na awamu ya 3 ni Lutukira mpaka hapa Songea. Kwa hiyo serikali imeanza ujenzi kwenye awamu hii ya 3 ya kuanzia Lutukira mpaka hapa Songea. Muda wa utekelezaji wa mradi huu utakuwa miezi 24, ambapo tarehe ya kuanza rasmi ilikuwa tarehe 14 Machi, na tarehe ya awali ya kumaliza mradi huu imepangwa kuwa tarehe 13 Machi 2028. Barabara hii itajengwa kwa jumla kilomita 116, kwa maana kilomita 100 kuanzia hapa Songea mpaka Lutukira, na kilomita 16 zitakuwa barabara ya mchepuko kwa maana ya Songea bypass. Watajenga mradi huu kwa gharama ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 158,671. Mkandarasi ameshalipwa advance payment ya kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 23. Ameshafanya fidia ya milioni 646 kwa kipande cha Songea mpaka Lutukira. Kwa kweli tunapata changamoto kubwa sana. Mkitaka kupishana lazima mguu mmoja uwe nje ya barabara. Sasa huko unakutana na kupasua matairi, unakutana na misumari ilianguka huko, unapata pancha nini. Kwa hiyo nadhani barabara ikija ikitengenezwa ikawa pana, gari zikapishana yani kama zilivyo barabara ya Iringa, kama ilivyo Iringa, itakuwa imesaidia sana. Huu mpango wa serikali tulikuwa tunasubishia kwa hamu sana. Ikiwemo barabara tunaona kutoka ni nyembamba sana, ina mashimo mengi, na tukishuhudia mara kwa mara ni ajali za bodaboda wakigongwa na masemi kwa sababu kwa ufinyu wa barabara hivi kwa ndo. Kwa hiyo sisi tumeupokea kama ni wananchi, tumeupokea kwa mikono miwili, na tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia kwa kuweza kuboresha mpango huu wa barabara. Na sisi wananchi tumefurahi na tutaendelea kushirikiana na serikali.